Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Hizo ni klipu ambazo zilikuwa zinatembea. Na mpaka sasa hivi haijulikani ni nani amefanya hiyo kazi. Na mimi sitaki kuwa muamuzi. Lakini mimi ni miongoni mwa watu waliosikiliza hizo klipu. Na kwa sababu nilitukanwa sana mimi kwenye hizo klipu. Na ndio maana niko hapa kujibu. Lakini narudia tena, umeshajibu kwamba kudugua huwa ni kwa maslahi ya nchi. Nafikiri umejijibu mwenyewe. Na wewe kama mwakilishi wa Angela Merkel kule Ujerumani, kumbuka Angela Merkel aliduguliwa na Marekani. Na akalalamika kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo wale Marekani wanataka kujua Angela Merkel anadili na nani, anafanya nini kuhusu Marekani. Sasa mimi sitaki kusema ni nani kafanya. Mimi nimesikiliza kama nyinyi. Lakini swala la kufuatilia mawasiliano ni kwa ajili ya usalama wetu sisi kama Watanzania. Na mimi ninampongeza, lazima niseme, ninapongeza hao waliofanya hiyo kazi. Whether ni wananchi wa kawaida, whether wanatoka kwenu Ujerumani, na wapongeza sana. Kwa sababu haya mambo yasingejulikana yasingejulikana hawa watu kujulikana kwamba wanafanya mbilinge. Maana mimi nilikuwa nasema mmoja akakimbia, lakini sasa ushahidi upo kwamba walikuwa wanafanya kazi ya kumdhoofisha Mheshimiwa Rais. Ushahidi upo. Sasa mahakama inataka nini tena? Mimi nadhani wale wote waliosikika wale watakuwa sasa hivi wameshakamatwa. Ndio wale kinana amekimbia. Watakuwa wameshakamatwa, wamehojiwa. Najiuliza, hivi waziri wa mambo ya ndani sio kwamba namsema, najiuliza. Yaani mpaka sasa hivi hawajakamatwa hata kuhojiwa. Yaani maana ya usalama wa nchi ni hata kuwaita tu kwamba Januari na Nape hebu njooni ba. Hata kuwaita. Ndio maana nakwambia kulikuwa na utaratibu ambao ni wa ovyo kabisa kwamba ungekuwa wewe ungekuwa shahidi. Lakini hawa ni kina nani hawa? Hivi familia ya Mwalimu Nyerere ingekuwa inajitapatapa tu kwamba sisi tumezaliwa na Nyerere au Karume, nchi ingekalika. Sasa mimi nafikiri hawa watu waitwe kwenye vyombo vya ulinzi na usalama wawe jibu. Ninashauri kama wanaharakati huru, na kwa kweli ninapongeza sana wale watu waliofanya hiyo kazi. Wewe unaweza kama wewe umesaidia au yoyote au na wapongeza sana kwa kazi hii. Na hawa wote watakuwa waitwe. Waojiwe kwa nini mnataka kumdhulumu na kumdhoofisha Mheshimiwa Rais? Nimesema sana haya mambo. Wanasema msiba natukana, lakini ushahidi tumesikia. Una lingine mzee wa dida? Amemaliza. Sasa unakosoa uteuzi wa Rais Magufuli kwa mkurugenzi mkuu. Siwezi kukosoa. Mimi ni Mtanzania. Naomba nikujibu. Nimeshaelewa concept yako. Nimeshakuelewa. Acha tu nijibu. Mimi ngoja niwaambie. Sikosoi uteuzi. Unajua mimi ni mwananchi wa kawaida kabisa kama wewe. Yaani mimi sina cheo chochote ndani ya CCM, sina cheo chochote serikalini. Mimi ni kabwera. Umeelewa? Kwa hiyo mimi ninatoa maoni yangu. Ninajaribu kutoa maoni yangu na mtazamo wangu na ushauri wangu kwa serikali kupitia TAKUKURU. Kwamba hivi TAKUKURU mnataka mwakamate kina nani? Hawa vigogo ni wapi? Na mbona ushahidi upo? Maana yake TAKUKURU wameshindwa kazi. Sijasema wameshinda. Ndio maana nimeshauri kwamba hivi hawa watu wao kina nani? Lakini kibaya zaidi kuna paka masauti anataka kumwangusha rais, hata kuhojiwa hamna. Sasa tukiruhusu utamaduni wa kwamba kila mtu amtukane rais, kila mtu afanye mipango ya kumtukana rais, kila mtu atengeneze ujanja kumdhoofisha rais, afu tukawaacha watoto tunaowazaa hawatosikiliza mtu. Lazima hatua ichukuliwe immediately. Unapokuta kuna mtu whether ni wa CCM, whether ni yuko serikalini, anajaribu kumtikisa rais, lazima ashughulikiwe haraka sana. Immediately lazima ashughulikiwe. Anayejaribu kumtikisa rais tena kwa maneno, hautaki kumuonea aibu hata kidogo. Whether ni Januari Makamba, whether ni Yusuf Makamba, whether ni Kinana, whether ni Nape, anatakiwa ashughulikiwe immediately. Tunajaribu kutengeneza kizazi ambacho kitakuja kuheshimu nchi, kwamba hii ni nchi ipo. Na msifikiri nchi iko salama tu kijinga. Iko salama kwa sababu watu wanafanya kazi, hawalali kwa ajili ya nyinyi. Mwezi kupiga picha na kuongea na watu na vitu kama hivyo. Na watu waongee wazane, wafanye hivi kwa amani kabisa. Swali la pili. Mlazimisha wewe unawezaje kusema? Nisaidie tu labda wewe unajua. Mimi sijui. Ngoja basi nikuulize msingi. Hilo kwamba rais alikuwa anamlazimisha mimi sijui. Hilo sijui. Kuna lingine? Swali lingine? Ndio bwana wa Tanzania nyinyi mna matatizo sana. Mimi nitumike na nani? Kwani mimi jini? Kwa hiyo silaha alikuwa anatumika wakati alivyotaja list of shame pale Mwembe Yanga.
Nakumbuka. Na yeye alikuwa anatumika. Situmwi na usalama, situmwi na jeshi la wananchi, situmwi na rais, situmwi sina kina nani. Mimi situmwi na mtu yoyote. Mimi ni mwanaharakati, activist. Marekani wapo, Rwanda wapo, kila nchi kuna activist. Lakini tulizoea kuwa na wanaharakati wanaotukana serikali zetu Afrika, kwamba kulikuwa na wanaharakati wasioona maendeleo tu katika viongozi wetu wa Afrika. Tulikuwa na wanaharakati wa namna hiyo. Leo mimi nimekuwa mwanaharakati wa kuitetea serikali yetu. Sasa mimi naonekana ninatumika, natafuta cheo. Cheo gani? Mimi hiki chenyewe ni cheo. Maana tu kuwa hivi pia ni cheo hiki. Kuwa na mke tu ni cheo. Lakini kumbukeni mimi nina ofisi na nimeajiri katika Watanzania maybe milioni 2 ambao wametoa mchango kwa nchi yao minimum. Kwa sababu nina wafanyakazi, wanawake, wana watoto, wana wajukuu, wanaishi familia zao. Sasa mimi nataka cheo gani tena? Hivi kweli mimi nahitaji kuwa DC tena au nahitaji kuwa mkuu wa mkoa? Nahitaji kuwa nani tena? Mimi hiki cheo kinanitosha. Mimi maisha haya nimelizika nayo kabisa. Lakini cheo kikija nitashukuru Mungu. Kisipokuja pia nitashukuru Mungu. Wengine unafikiri serikali ikipandisha watu mahakamani mpaka ije itangaze tena kwamba sisi tumefanya hivi? Mimi niliwahi kusema hata pale TCRA, kuna mama mmoja hivi niliwahi kusema. Yaani kuna wakati mwingine serikali inachukua hatua, si lazima ikwambie wewe au itangaze. Hatua zingine ni kimya kimya tu mzee. Ndio maana nimekuja na ushahidi. Kuna mpaka mabarua hapa Januari naandikiwa mabarua kutoka ofisi ile ya bwana mkubwa. Apeleke hela za watu, maana wastaafu baba yako yumo, baba yangu yumo, marehemu wote wale wanataka kulipwa hela zao. Wanaandamana, wanamsema mheshimiwa rais vibaya, kumbe hela wanazo hawa. Alafu rais akiwashughulikia wanasema jamani anagusa Msiombe mimi niwe rais, nitawanyosha. Nasema lakini una swali sasa. Unajua kwa nini walikuwa wanapigia makelele tuwe na raia mbili? Naomba nimalize kidogo. Nimeshakuelewa. Sasa mimi nimejaribu kuambia tu wahamiaji kwamba hao watu ni raia, wana raia pacha. Wajaribu kufuatilia. Kama ni raia pacha na nchi yetu hairuhusu utamaduni huo au utaratibu huo, inakuwaje wanakuwa viongozi katika nchi yetu? Unajua miaka kadhaa hapa, ikikurudisha nyuma kidogo, baada ya Mwalimu Nyerere kuondoka, kulitokea mambo ambayo sio mazuri sana. Mimi wanasema kwa sababu mimi ni muumini wa Azimio la Arusha na ni muumini wa Mwalimu Nyerere na Magufuli. Mimi ni mjamaa pase. Kuna wakati ule Mwalimu ameondoka pale, kuna mambo yalijitokeza ambayo sio mazuri. Yaani hawa jamaa miongoni mwao kwenye aka kakundi niliko kataja, nchi hii walichukua kama ya kwao. Mambo mengi aliyoacha Mwalimu Nyerere waliua yote. Waliyaua yote. Na moja ya mambo ya hovyo, kama utakumbuka, memba alikuwa anadai raia pacha, anapigia kelele raia pacha, akienda hata Kinana pia wakati wa utawala wao. Walifanya hivyo ili kuhalalisha mambo yao ya hovyo kwenye nchi hii, na walifanikiwa. Kwa hiyo wewe unaweza kumhoji Kinana kwamba kwa nini una raia mbili au umeme? Nani alikuwa anaweza hivyo? Nani? Wewe mwenyewe mwandishi unakumbuka, ukimfuata aliweka watu 11, akamwambia watu 11 hawa nitawatafuta. Maana nikamwona kibanda na jicho moja. Maana alimtaja. Walikuwa wagusi, wale watu walikuwa ni watu hatari kabisa wale. Walikuwa wanaendesha nchi horobo tu. Kwa sababu walikuwa wasemwi. Lakini serikali sasa hivi twende tukusanye kodi, watu wapate maendeleo. Watanzania wote, hata wewe mtu wa DW, msaidie Rais Magufuli. Acheni kuandika mabaya pia Rais Magufuli. Rais Magufuli amefanya mambo mengi mazuri. Sasa unatafuta tu, mbona useme kibanda atoe jicho moja kwa kule DW? Na alitolewa kwenye serikali ya Magufuli. Wewe umengangania gwanda. Kibanda yeye kutolewa jicho alikuwa ni Magufuli. Wakati Mwangosi anakufa kule Iringa alikuwa ni Magufuli. Mbona mjasemi hayo? Nyinyi mnasema sasa tu. Mtu kakamatiwa huko, kafumaniwa huko na mke wa mtu, anasema serikali. Kumbe yeye kachukua mke wa mtu. Kagonga mingumi kwa anasema kachukuliwa na serikali. Mduda Chadema yule alikamatwa na demu wa mtu pale Mbeya, akakungutwa wewe, katoka macho yamemvimba, anasema ni serikali. Kumbe alichukua demu kwa sababu mke wa mtu anauma, ni sumu. Wanachukua cha mtu wakati mtu katoa mali bwana, utaachwa vipi? Alafu unasema serikali. Nonsense. Wale wengine mzee wa jamaa. Sasa make your day right.
Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.